الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال تعالى في سورة البقر: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أرسل الله سبحانه وتعالى آل عمران: سارعوا fanyeni haraka ila maghfiratin, kuendea msamaha wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa jannatin, lakini pia kwenda kuiendea pepo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ardhuha as-samawati wal ardh, upana wa hiyo pepo ni baina ya mbingu na ardhi, lakini hiyo pepo uiddat lilmuttaqin, imeandaliwa kwa wale ambao wanaomcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tufanye haraka kwenda kupata msamaha wa Mwenyezi Mungu, lakini pia kuitafuta pepo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifa ya pepo hiyo, ardhuha ka'ardhi samai wal ardi, upana wake ni kama upana wa baina mbingu na ardhi. Lakini hiyo pepo tunayotakiwa na Mwenyezi Mungu tusake, uiddat lilmuttaqin, wameandaliwa wale ambao wanaomcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika sura al-Baqara Mwenyezi Mungu anasemea, anatuambia: ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun, enyi wale ambao walioamini, mmefaradhishiwa juu yenu nyinyi saumu kama walivyofaradhishiwa waliokuwa kabla. Mkifunga hiyo saumu kutokana na malipo yake, maelekezo yake, maamrisho yake, kila kutokana na maelekezo yake na maamrisho yake, kama vilivyosoma, basi ni hakika nyinyi mtaufikia ucha Mungu. Ucha Mungu huu ambao kutokana na saumu yako hii utakapoifunga vizuri unaufikia ucha Mungu. Huu ucha Mungu ndio huu ambao umetajwa katika sura Ali Imran, pepo ambayo tunatakiwa tuitafute, uiddat lilmuttaqina, imeandaliwa kwa wale wanaomcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa maana utakapofunga saumu yako vizuri, ukalipa yale malipo mazuri, tayari utakuwa umefikia daraja ya kucha Mungu. Ule kucha Mungu unaofikiria ama kucha Mungu unaopata kutokana na saumu unayofunga ndio certificate yako ya siku ya Kiyama kuingizwa katika pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu hii pepo imeandaliwa wale ambao wanaomcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa ukiangalia katika sura al-Baqara tunaambiwa tufunge, tukitekeleza hili somo vizuri tutaufikia kucha Mungu. Katika Ali Imran Mwenyezi Mungu anasema tutafute pepo ambayo imeandaliwa wale wanaomcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo ni wewe mwenyewe uhakikishe umeifunga saumu yako vizuri. Utakapohakikisha saumu yangu imeenda vizuri, basi tayari utakuwa umefikiria katika kucha Mungu. Kama umefikiria katika kucha Mungu kwenye Ali Imran, tayari wewe umepata tiketi ya kwenda katika pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo kikubwa ni kuichunga saumu yako, ni kuilinda saumu yako, ni kuiangalia saumu yako, je, iko vizuri, haina matatizo yoyote. Kila mmoja anatakiwa alitafakari hili na alifanyie kazi, aangalie, je, saumu yake iko vizuri, anaenda nayo sawa sawa kama alivyoelekeza Mwenyezi Mungu na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam hii saumu anasema inna lisawmi suratan wa ruhan, hakika hii saumu tunayofunga ina sura lakini pia ina ruhu. Sasa unatakiwa kufahamu ama kufahamu hivi vitu viwili, ufahamu sura ya saumu ni ipi, lakini pia ufahamu ruhu ya saumu ni ipi. Akasema ama suratu ama sura ya saumu wal imsaku anil akli washurbi waljimai min dhulul al-fajr ila ghurub ash-shams. Sura ya saumu ni kujizuia na kula na kunywa na kukutana na ahali wako kimwili kuanzia alfajiri mpaka jua linapozama. Hii ndiyo sura ya saumu. Unatakiwa kuangalia, je, baada ya alfajiri hii sura ya saumu ushaitekeleza? Umeacha kula, umeacha kunywa, lakini pia umeacha ijimai kuanzia alfajiri mpaka jua kuzama. Hii ni sura ya saumu. Wa amma ruhu ya saumu,
akatwambia huwal imsaku anil athami wal muharramati wal qiyami bil faraidhi wal wajibati. Akatwambia ama ruhu ya saumu, na sisi sote tunafahamu, kila moja, mimi na wewe tunazo roho. Roho ikitoka katika kiwiliwili chetu, basi hatuna tena habari sisi, hatuna tena uhai. Sasa uhai wa saumu tunaambiwa, ama uhai wa saumu ama roho ya saumu, wal imsaku anil athami, ni kujizuia kutokana na madhambi, wal muharramat, na kujizuia na yale ambayo ni haramu aloharamisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini pia wal qiyami bil faraidhi wal wajibati, na kuyasimamia yale ambayo aujabahu Allah, aliyowajibisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, aujabahu Allah, aliyowajibisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kusimamia yale aliyowajibisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na pia yale ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala aliyofaradhisha, wal qiyam bil faraidhi wal wajibati, na kusimamia zile faradhi alizofaradhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini pia kusimamia yale ambayo Mwenyezi Mungu ameyawajibisha. Katika saumu yako unatakiwa uangalie, ukitaka kufahamu saumu yako ina roho. Maana ya kuwa na roho ina maana iko hai, haijafa. Ni kuchunga mambo mawili, kuchunga takriban mambo manne. Kwanza, kujizuia na madhambi, lakini pili, kujizuia na yale ambayo aliyoharamisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini tatu ni kusimamia yale ambayo Mwenyezi Mungu aliyofaramisha, lakini jambo la nne ni kusimamia yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyoyawajibisha. Moja katika ambayo Mwenyezi Mungu amefaramisha ni swala. Inna salata kanat lilmu'minin au kanat ala almu'minina kitaban mawquta. Inna salata kanat lilmu'minina kitaban mawquta, hakika swala kwa waumini ni kitendo ambacho kimewekewa wakati maalum, nyakati maalum, muda maalum. Ukifika muda fulani, basi unaambiwa huu ni muda wa kuswali, kutekeleza faradhi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa katika saumu yako, ukitaka kujua saumu yako inayo roho, jipime wewe, unaswali, unafunga, sawa? Je, unaswali? Kama unafunga halafu huswali, basi ufahamu moja kwa moja saumu yako imekosa roho, na kitu chochote kilichokosa roho ina maana kimekosa uhai. Uhai haupo katika nini? Katika saumu yako. Sasa hili wengi wetu tumeghafilika nalo. Waislamu wengi tunafunga, lakini swala hatuswali. Sasa tufahamu, kama hatuswali na tunafunga, basi tayari tushaiua saumu yetu. Saumu yetu haina roho, saumu yetu haina uhai. Unachotakiwa ni ufunge, lakini utekeleze yale ambayo alowajibisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na alofaradhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Miongoni mwao ni swala, na tumesema katika darasa zetu, swala ndiyo chombo cha kubeba hii saumu yako unayofunga. Swala ndiyo chombo cha kubeba sadaka unayoitoa. Swala ndiyo chombo cha kubeba hija ambayo unaenda kuhiji Maka. Swala ndiyo chombo cha kubeba zaka yako unayotoa. Swala ndiyo chombo cha kubeba kila chochote ambacho unachokifanya cha kheri. Ni swala ndiyo chombo cha kubeba hayo mambo yote ya kheri. Sasa endapo hiki chombo cha kubebea sadaka yako hakipo, chombo cha kuibebea saumu yako hakipo, chombo cha kubeba zaka yako hakipo, sidhani kama zaka yako itafika kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sidhani kama saumu yako itafika kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio yale Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, ni wangapi wanaofunga lakini hakuna chochote wanachopata katika saumu yao, illa al-jawu wal atash, isipokuwa wanashinda na njaa tu na kiu, au isipokuwa wanapata kushinda na njaa tu na kiu basi, lakini zile thawabu za saumu hawazipati. Kwa sababu gani? Kwa sababu wameacha haya mambo manne: kutazama roho ya saumu ni nini, lakini pia kutazama sura ya saumu ni kitu gani. Ndugu zangu Waislamu, hili tunatakiwa tulizingatie. Haiwezekani wewe mtu na akili zako timamu halafu ukubali kushinda na njaa siku 29 ama siku 30. Hakuna alokuvuta, hakuna alokushika, hakuna alokufunga pingu.
unaacha vyakula vyako kwa hiari yako wewe mwenyewe, unaacha vinywaji vyako kwa hiari yako wewe mwenyewe, halafu hivi vitu vyote uachana navyo, halafu usije ukapata malipo yake mwisho wa Ramadhani ama kumalizika Ramadhani. Ni jambo ambalo la kushangaza kwa mtu mwenye akili timamu. Sawasawa kaamua kufanya jambo fulani, wiki nzima unalifanya lile jambo, lakini mpaka wiki inamalizika, kile ambacho ulichotarajia kukipata usipata hata kidogo, utajilaumu sana. Utasema afadhali ningeachilia mbali mimi kufanya kile kitu. Nimefanya kazi lakini sijapata tija yoyote, sijapata manufaa yoyote. Sasa hakadha na saumu pia. Saumu kama hujailinda, kama hujachunga sura yake, hujachunga ile roho yake, basi wewe ufahamu unashinda na njaa, unashinda na kiu, lakini siku ya Kiyama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakupiga nayo hiyo saumu yako katika uso wako, kwa sababu hujafanya nini? Hujafuata ile miko ya saumu. Kila kitu kina adabu zake, kila kitu kina miko yake, kila kitu kina sharti zake, kila kitu kina kanuni zake. Kama mambo yetu ya kidunia tu hapa tumejiwekea kanuni, na ukiharibu hiyo kanuni basi unaingia kwenye matatizo. Sembuse kanuni za Allah Subhanahu wa Ta'ala, sembuse sharti za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sembuse maelekezo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa khaliquna, na yeye ndiye alotuumba sisi, bila shaka kanuni mwenyewe. Lakini ukisema haiwezekani, mimi na akili timamu, inna Allah khalaqana thumma atani al-aqla, Mwenyezi Mungu ameniumba mimi kisha akaniumba akili, haiwezekani, ni somo niache ipotee hivi hivi. Utachunga ile mipaka ya somo, na bila shaka mpaka jua linazama wewe unahakikisha somo yako ni makbul inda Allah, yenye kukubaliwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Watukufu wa Islam, bado tupo ndani ya shahru Ramadhan. Sasa hivi tupo katika kumi la msamaha, kumi la kusamehewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kumi la maghfira. Mtume anatuambia Ramadhanu awwaluhu rahma wa awsatuhu maghfira wa akhiru itqun minan nar. Kumi la kwanza ni kumi la rahma. Tumepitwa na hilo kumi la kwanza na halitorudi hilo, likirudi basi ni jingine, sio hili lilotupita juzi, na kurudi kwake ni kwa taufiki ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mpaka Mwenyezi Mungu akuafikishe, akubakishe upo salama, una uhai. Huenda Ramadhani hii ikawa ndio Ramadhani yako ya mwisho, ndio unaagana na wenzako katika tarawehe, unaagana na wenzako katika nyiradi za Ramadhani, unaagana na wenzako katika juma ndani ya Ramadhani. Pengine Ramadhani ijayo hutofika. Kwa sababu gani? Hii siri anaijua Allah Subhanahu wa Ta'ala peke yake. Sasa upo katika kumi la katikati la msamaha, basi hakikisha kana kwamba hili kumi la msamaha katika ndani ya Ramadhani ndio kumi lako la mwisho, hutolipata tena ila yaumi nushur, mpaka siku utakapofufuliwa na Mola wako Subhanahu wa Ta'ala. Mbembeleze Mola wako Subhanahu wa Ta'ala. Kaa chini, jiulize ni mangapi uliomkosea Mola wako Subhanahu wa Ta'ala. Pamoja na kuwa Mwenyezi Mungu anakupa riziki wewe, pamoja na kuwa Mwenyezi Mungu anakupa uzima, anakupa siha nzuri, anakupa afya, anakupa kila kitu na nguvu anakupa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uwezo anakupa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Utetereki na chochote, hujapatwa na mtihani wa kuumwa kufanya nini? Jiulize makosa mangapi uliomfanyia Mola wako Subhanahu wa Ta'ala. Na hakuna hata siku moja kwa sababu eti ulimfanyia hili na hili na hili Mwenyezi Mungu katika ubaya, Mungu akakunyima riziki, Mungu akakunyang'anya afya, Mungu akakufanya kitu gani? Upo hivyo hivyo, haujapata tatizo lolote, hujapata mtihani wa aina yoyote. Kaa chini, mbembeleze Mola wako Subhanahu wa Ta'ala akusamehe. Hili ndio kumi la kumwelekea Mola wetu ili atusamehe, ni kumi la kuomba msamaha. Usijali nimefanya nini. Hata kama umemkosea Mwenyezi Mungu, madhambi yanaweza yakajaa mbingu zote zikaelea madhambi, lakini maadamu utakaporudi kweli kweli kwa Mola wako Subhanahu wa Ta'ala, ukaazimia ya Rabbi, mimi sitarudia tena haya niliyofanya, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hana kipingamizi. Mwenyezi Mungu sio kama mimi na wewe. Sisi binadamu, akakukosea mtu mara ya kwanza ukamsamehe, mara ya pili ukamsamehe, akakukosea mara ya tatu, utamwambia wewe na mimi tutakuja kukutana siku ya Kiyama. Maana yake sikusamehi katu, kesi yetu si hii, tutakuja kupiga mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mimi na wewe. Muislamu, huyu ni mwenzako, huyu kakukosea mara tatu tu, unamwapizwa, unamwambia mimi na wewe kukutana siku ya Kiyama, ndio tutazungumza mimi na wewe.
Aya, kaa chini, umemkosea mangapi Mola wako subhanahu wa ta'ala? Taakulu rizqa Allah, unatafuna riziki kwa Mwenyezi Mungu, tena kwa wasa, kwa mapana, bila kutetereka, bila matatizo yoyote. Tembelea katika mahospitali, ndugu yangu Muislamu, uangalie mazingatio pale. Kuna mwenzako ana hazina ameacha nyumbani, lakini hata kile kijiko cha uji kinashindwa kupita katika koo lake. Wewe unakula vizuri kabisa, unameza vizuri, unafanya kila kitu bila matatizo yoyote, halafu bado unamfanyia kibri Allah subhanahu wa ta'ala. Hata katika Ramadhani bado unafanya kibri, kumfanyia kibri Mola wako subhanahu wa ta'ala. Nini unachotaraji kwa Mola wako subhanahu wa ta'ala? Huu ndio mwezi wa kurudi kwa Mwenyezi Mungu, lakini wewe bado umejichelewesha, bado una fitina zako zile zile tu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ni msiba ulioje huu, ni msiba mkubwa. Ndio Mtume alisema hakuna ambaye Ramadhani inamalizika asisemehewe isipokuwa mtu huyu ujeuri wake umezidi tena kwa Mola wake subhanahu wa ta'ala, kiburi chake kimezidi kwa Mola wake subhanahu wa ta'ala. Tumwombe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atusamehe kwa yale yote ambayo tumekosa. Sisi tumeumbwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, lakini pia makosa ni sehemu katika maisha yetu, na ndio maana Mwenyezi Mungu akaweka wazi milango yake, akaweka open milango yake, akanyanyua, akaweka mikono yake. Yani yupo tayari Mwenyezi Mungu fil laili wan nahar, usiku na mchana, kuwapokea wale ambao wanaomuomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu ananyanyua mikono kipindi hiki cha mchana ili kumkubalia msamaha yule ambaye anayemuomba msamaha mchana, lakini pia usiku Mwenyezi Mungu mikono yake iko wazi, anamsubiri yule anayemuomba msamaha kipindi cha usiku. Wakati wote Mwenyezi Mungu huwa yaqwa, yupo macho, anakusubiria wewe tu. Ndio tuliambiwa ila unapoingia usiku ndani ya mwezi wa Ramadhani, kuna malaika anasema ya baghi alkhair aqbil wa ya baghi sharri aqsir. Ni maneno yanayosemwa kila usiku, anakwambia wewe mja wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wewe sasa hivi unazizengea khairi. Sasa kama unazizengea khairi, aqbil, basi zielekee hizo heri. Yani ingia moja kwa moja, usiingie kidogo kidogo, usiingie kwa shaka shaka. Unapoingia katika jambo, basi ingia mzima mzima. Mtume anatuambia idha kunta fi amrin fakum fi, unapokuwa katika jambo basi kuwa sawa sawa ndani ya hilo jambo. Usiwe katika hilo jambo mguu mmoja nje mguu mmoja ndani. Hapana, ingia moja kwa moja. Udkhulu fi silmi kafa. Mwenyezi Mungu anatuambia ingia katika nini? Katika Uislamu mzima mzima. Usichague hili nalifanya alafu hili silifanye, hili ndo naliamua kulifanya, hili silifanye. Lakini hayo yote ni ya nani? Ni ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na kakuamuru uyafanye hayo yote. Sasa kama malaika anakubembeleza wewe, malaika ana shida gani na wewe? Kila usiku anakwambia ewe mwenye kuzitafuta heri, basi zielekee hizo heri kwa muda wake. Na ewe ambao bado unaruka mipaka, unatafuta shari hata ndani ya Ramadhani, bado una shari. Kuna mtu mwingine wallahi, kama tunapesema siku zote, yeye Ramadhani na isiyo Ramadhani yeye ni kawaida tu. Swala anaweza ikampita tu hivi, hana dharura yote, amekaa pengine hata anausikia wenzake wanaswali, lakini yeye ukakaa tu kimya, hana habari. Sasa tunatafuta nini na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala? Tunatafuta nini na Allah subhanahu wa ta'ala? Lakini anatupa muda. Mungu anasema sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun, tunawavutavuta hawa kidogo kidogo kwa namna ambayo wao wenyewe hawajui. Anakuzingira zingira Mwenyezi Mungu, unajisahau kabisa. Kila unapovaa unasema anapata chochote. Mimi mbona nimemkosea Mwenyezi Mungu siku na mchana, lakini sijaona chochote katika matatizo, sijapata adhabu ya aina yoyote. Mwenyezi Mungu anakusubirisha tu, ndugu yangu Muislamu, ndugu yangu mja wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Muda ukifika anakuzingira, utakosa pa kukimbilia na hutopata. To kwanza unauliza aina al-mafar, ni penye wapi? Hapa duniani ukiiba unaweza ukakuruchuka, ukatafuta nafasi ukakimbia, lakini katika mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala utauliza wapi pa kukimbilia, maanake umezingirwa, hakuna nafasi ya kutoroka. Sasa kabla hatujafika huko, na sisi tumeomba tukapewa akili, hebu tuzitumie akili zetu. Kama akili unakaa nayo ndugu yangu Muislamu,
unafanya jambo, mimi nataka nifanye jambo hili na hili na hili na hili. Kama ni biashara, unapanga kabisa biashara, nataka nianzisha biashara, mfumo wake ni huu na huu na huu na huu, lakini mwisho mtapata matarajio, mwisho utapata nini? Utapata tija iliyokuwa nzuri katika hii biashara. Ukaingia kwa sababu tayari ulishaipangilia ile biashara vilivyo, ukaingia ndani ya ile biashara ukaifanya vizuri mpaka mwisho biashara inamalizika, ukafanikiwa, tena mafanikio makubwa kweli kweli. Umetumia nini? Umetumia akili. Akili hizo kwa nini usizitumie kwa ajili ya akhera yako, ndugu yangu Muislamu? Kila siku unasema tu bado, tafanya ibada, tafanya ibada, tafanya ibada, tafanya ibada. Wangapi umewapeleka katika makaburi yao? Wangapi umewasindikiza wakiwa kimya, hakuna chochote wanachokisema, hawana uwezo hata wa kujitingisha tu? Ni wangapi umewasindikiza mpaka leo hawajarudi? Wewe unasema ngoja. Wewe unajua hiyo ngoja kesho utafika. Mcheni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu anatuambia ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Mcheni Mwenyezi Mungu na nafsi ziangalie zimetanguliza kitu gani. Kila mmoja anatakiwa ajiulize ametanguliza nini kwa ajili ya kesho. Wenye akili ni wale ambao wanakaa na kufikiria, mimi muda wowote na wakati wowote nitaondoka katika uhai huu dhalili niliokuwa nao hapa duniani. Je, nikiondoka leo ama nikiondoka baadaye lisali jambo mimi labda naondokaje kuelekea kwa Mwenyezi Mungu? Kipi nilichokibeba kwenda nacho kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Masurufu gani niliyoyabeba? Hazina gani niliyoibeba? Nini nilichokibeba kwa ajili ya kunisaidia katika safari hii? Safari nzito, safari ambayo hujui utakuja kufika lini huko siku ya Kiyama. Unatoka hapa unahamishwa katika jumba lako la kifahari, unapelekwa katika nyumba ya mchanga katika kaburi lako. Utakaa muda gani katika kaburi lako? Waulize wanaotangulia, ama jiulize mwenyewe, wale wanaotanguliwa katika zama hizo zilizopita mpaka leo hii wapo katika tabaka la ardhi. Waja wema na wale ambao sio wema bado wapo katika nini? Katika tabaka la ardhi. Manabii wa Mwenyezi Mungu wapo katika tabaka la ardhi, maauliya Allah wapo katika tabaka la ardhi, waja wema wa Mwenyezi Mungu wapo katika tabaka la ardhi, hata wale waovu wapo katika tabaka la ardhi. Au umejipangia wewe, mimi nikizikwa leo basi kesho kiyama kinasimama? Sasa jiandalie wewe mwenyewe makazi yako, liandae kaburi lako vizuri, litia nuru kaburi lako, litia nafasi kaburi lako hapa duniani. Hata kama wakuchimbia kaburi pana kama upana wa msikiti huu, lakini kama hujafanya chochote katika amali nzuri, ule upana haupo katika ile kaburi. Utabanwa mbavu za kulia ziende kushoto, za kushoto ziende kulia, halitosaidia ule upana wa lile kaburi kwako wewe. Lakini kama umefanya amalu salihatu, amali nzuri, umejiandaa na kifo, ile kaburi hata kama liwe ni finyu kiasi gani, lakini kwa kile ulichokifanya ndio kinafanya nini? Kinakuwa na power la kulisukuma lile kaburi likatanuka likawa pana. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya amali zako nzuri ulizozifanya. Haya, jiulize, ni amali ngapi nzuri ulizozifanya wewe? Amali ambazo ulizifanya kwa ajili ya lillah. Wewe tunasema hiyo, tunafanya amali kwa ajili ya nia, kujionyesha, viumbe watuone, tusifiwa na viumbe wa Mwenyezi Mungu, watu watuone, fulani kafanya hivi, fulani bwana kafanya hiki na hiki na hiki na hiki. Ndio maana unaambiwa amali unaifanya hata kama ni ndogo, ifanye kwa ajili ya ikhlasi. Ikhlasi maana yake ni kumtakasia nia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hili jema ninalolifanya, sadaka hii ninayoitoa hii, mimi nataraji Mwenyezi Mungu atanilipa, lakini pia nataraji kwa sadaka hii Mwenyezi Mungu ataniondoshea matatizo yoyote, misukosuko yoyote katika dunia niliyokuwa nayo. Fanya kwa ikhlasi hata kama ni ndogo kiasi gani. Kiswa kile cha wale ashabul kahfi thalatha, kuna ashabul kahfi sab'a wanaotajwa katika Qur'an, lakini kuna ashabul kahfi thalatha wanaotajwa katika hadithi. Sasa nazungumzia hao wanaotajwa katika hadithi, vijana wa pangoni watatu. Ndio uchukue hili ulifanyie kazi,
amali yako unayoifanya ifanye kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ipo siku itakuja kukusaidia ukiwa katika wakati mgumu kweli kweli. Hawa vijana watatu walikotoka na safari zao, wakafika mahala aidha giza likaingia, wakasema sasa, kutokana na hali tuliyotupata, ama mvua labda ilinyesha kubwa sana, wakasema kutokana na tatizo hili basi tutafute sehemu tujibanze mpaka hili likimalizika, alafu tuendelee na safari yetu. Wale vijana wakatafuta pango, wakaingia ndani ya pango. Walipoingia ndani ya lile pango, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaleta mtihani wake. Wala tahzanu khayya min albalaya fa inna khuliqna lilbalaya, ndugu changu usibabaike, usihuzunike kutokana na balaa, sisi tumeambiwa mitihani. Shairi moja anasema maneno haya. Sasa Mwenyezi Mungu akateremsha mtihani wake kwa wale mabwana watatu. Lilitoka jiwe juu likaja likaziba pale mahala walipoingilia, ule mlango walipoingilia wale vijana watatu, lile jiwe likaziba pale, na ni jiwe kubwa, haiwezekani hata kama watu wako 20 au 30 kulinyanyua lile jiwe, haiwezekani. Wale vijana walipoona ule mlango walimoingilia umezibwa, basi wakasema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sisi sasa ndio mwisho wetu umeishia hapa, tutakufa tunajiona. Kila mmoja sasa akae asubirie kifo chake tu. Lakini mmoja katika wale vijana watatu alikuwa na ibra, alikuwa na mazingatio, anafahamu kabisa Mwenyezi Mungu akasema la taqnatu min rahmatillah, msikate tamaa kutokana na rahma za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Alikaa akafikiria, akawaambia wenzake, jamani, sikilizeni, hapa sisi hapa hatuna ujanja, la haula lana wala quwwa, hatuna nguvu zozote wala hatuna hila yoyote ya kufanya hapa. Kitakachotusaidia sisi, kila mmoja aangalie ni amali ipi aliyoifanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu peke yake, halafu aiapizie hiyo amali aliyoifanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Hiyo ndio nusura itakayotunusuru sisi kutokana na huu mtihani uliotupata. Huu ni mtihani tu, Mwenyezi Mungu katushushia mtihani makusudi atuangalie tutafanya kitu gani. Basi wale vijana watatu, mmoja alikuwa ni tajiri wa mifugo, alikuwa ni tajiri wa mifugo, ama alikuwa na mifugo yake anakamua maziwa. Lakini wa pili alikuwa ni tajiri, alikuwa na kampuni yake, aliwaajiri wafanyakazi. Watatu alikuwa ni kijana tu. Sasa katika hao watatu wote, tuanze na yule kijana. Yule kijana yeye alikuwa na binti wa ammi yake, binti wa baba yake mdogo ama baba yake mkubwa. Ni binti mzuri, alikuwa anampenda kweli kweli na anamtamani kila siku, na alikuwa anamtaka afanye uchafu na yule binti wa ammi yake. Kila akimwambia yule binti alikuwa ni mcha Mungu, anamwambia hapana, inna Allah haramaha, Mwenyezi Mungu ameliharamisha hili, haiwezekani. Kama unataka fuata taratibu. Yule bwana kila akijaribu kumsii yule binti, lakini binti ana msimamo wake ule, ni mcha Mungu. Sasa ilifikia siku moja yule binti ameachiwa watoto, yuko peke yake, yeye ndo akatafuta chakula ndio aje awalishe watoto zake. Wakati huo amekosa chakula, hakuna hata chembe ya chakula ndani mwao. Akasema ngoja aende kwa mtoto wa ammi yake ili akapate angalau msaada wa chakula. Alipoenda kwa yule kijana, mtoto wa ammi yake, nimekuja ndugu yangu nisaidie chakula, wadogo zangu hawana kitu chochote leo. Yule kijana akaona hapa sasa ndio nimepata, akamwambia hapa sasa umejileta wewe mwenyewe, sasa hicho unachokitaka mimi sintokupa mpaka utekeleze kile ambacho ninachokutaka siku zote ukitekeleze. Ukitekeleza basi nitakupa chochote unachokitaka, sio hiki chakula tu. Yule binti akakataa, lakini akafikiria yule kijana, naye akaweka msimamo wake, siwezi kukupa chochote mpaka unipe kile ninachokuhitaji siku zote. Yule binti akakaa akafikiria, mimi kama sijafanya hivi wadogo zangu watakufa na njaa. Basi akaamua hivyo hivyo kishingo upande, akamwambia haya, nimekubali, fanya unachotaka kukifanya. Yule bwana akafanya maandalizi ya kitendo kile kichafu. Wamefika mpaka wamemkurubia yule binti, kafika mpaka kwenye mapaja ya yule binti. Yule binti pale pale akamwambia yule kijana, ittaqillah,
akamwambia mche Mwenyezi Mungu, muogope Mwenyezi Mungu, wala usiivue pete isipokuwa hiyo pete unayotaka kuivue kwa sharia. Alipiga fungu ile pete, maana yake unataka kuingia pale mahala usiingie, ila uingie kwa sheria. Yule kijana aliposikia tu ittaqillah, muogope Mwenyezi Mungu, basi pale pale roho yake ilitetemeka, mwili mzima ukafa ganzi. Yule bwana nguvu zote zilimuisha pale pale, akarudi taratibu, akavaa nguo zake, akaingia ndani, akachukua kila alichokitaka yule binti akampa, kisha akamwambia wallahi la aqulu laki baada hadha al-yawm, sitokuambia chochote katika haya ninayokuambia siku zote baada ya siku hii. Nenda na muda wote, ukija na haja zako njoo uchukue, lakini sitokuambia chochote katika hicho ambacho nilichokuwa nakutaka siku zote. Ameambiwa ittaqillaha, muogope Mwenyezi Mungu. Yule bwana katika lile pango akasema, ya Rabbi, nilikuwa na nguvu zangu, nilikuwa na uwezo na nilifikia mahala pazuri tu pa kuliendea lile jambo, lakini niliposikia ittaqillah nikakuogopa wewe. Sasa kama kile kitendo nilikiacha kwa ajili ya kukuogopa wewe Mola wangu, basi tuondoshee huu mtihani uliotupata katika hili pango. Anamaliza kusema yule kijana, lile jiwe likapasuka pa, lakini hakuna nafasi ya kuweza kutoka, ila kwa nje wanaona kidogo kwa nje. Yule tajiri ambaye alikuwa na kampuni yake aliwaajiri watu katika ajira yake, wale walioajiriwa na yule bwana, kila mmoja alichukua mshahara wake. Mmoja katika wale wafanyakazi akawa ameacha senti yake kidogo kwa yule tajiri, akaondoka zake. Sasa amekaa muda aliokaa huko nyumbani kwake, siku moja naona ndo amekumbuka, sasa mimi mahala fulani kwa tajiri fulani niliacha pesa yangu kidogo. Akaamua arudi akaifuate ile pesa yake aliyoiacha kwa yule tajiri. Huyu tajiri naye baada ya kuona huyu bwana ameondoka, ameacha pasenti yake huko kwangu, sasa hii pasenti sio ya kwangu na sitakiwi kuichanganya na hizi za kwangu, nitakuja kuharibu kila kitu. Naye alikuwa ni mcha Mungu, akahifadhi ile pesa, lakini akaona ngoja niendeleze hii pesa. Akanunua mfugo moja, akanunua wa pili, wakaanza kuzaliana mpaka wakawa wale mifugo ni jamu afiru, ni kusanyiko na mifugo wengi, ana mazizi ya mifugo. Yule bwana amerudi pale kwa tajiri, anamwambia bwana, kuna kiasi changu kidogo nilikiacha mimi hapa, sasa nimekifuata. Yule bwana akamwambia twende nikakupe. Wakatoka pale, maana pale mjini tena haiwezekani wale mifugo wakakaa pale, ni wengi mno. Wakachukuzana hatua nyingi tu, anafika mahala anamwambia bwana, ile 1000 yako uliyoacha ndio ile hapa. Anaonyeshwa mazizi na mazizi ya mifugo. Akamwambia usinifanyie masahara bwana, mimi sijakuachia huu mzigo wa mifugo, nikuachia pesa yangu ndogo tu. Ile tajiri akamwambia bwana, hicho kile ulichoniachia. Sasa tajiri kawazi akamwambia, ile 1000 yako ulioniachia mimi nimenunua mifugo hawa, kwa hiyo hao mifugo ni wako wewe, mimi sina haki hata moja katika hao mifugo. Ndio mimi na wewe ndugu yangu Muislamu, ameacha mtu alichokiacha, halafu ukapata hazina ya aina hii. Sana unaweza akija ukamwonyesha mbuzi watano, hao bwana ndio mbuzi wako, lakini wale wengine wote ukafanya nini? Ukawaficha kule. Huyu tajiri anamwambia hawa wote ni wa kwako, chukua, usiache hata moja kwa sababu ni haki yako. Yule bwana alikomba ile mifugo yote, hajabakisha hata moja, na wala huyu tajiri hajalalamika. Huyu hata shukrani hana bwana, nimemlelea au mifugo yake mpaka leo, lakini anaondoka hata hajaniachia chochote, kwa sababu anajua sio vya kwake, anaondoka navyo vyote yule bwana. Yule tajiri katika lile pango akasema, ya Rabbi, siku ile nilikuwa na uwezo wa kumrudishia 1000 yake tu akaondoka zake, lakini nilikuogopa wewe. Kama nilifanya lile jambo kwa kuogopa wewe, hebu tuondoshee huu mtihani unaopata katika ile pango. Ile jiwe kwa mara ya pili likapasuka, ikatokea nafasi, lakini kuweza kutoka haiwezekani wakati wa bwana. Huyu watatu alitoka siku moja katika shughuli zake za kutafuta maisha, na alikuwa na ada ama kaida, kila siku jua likizama anakamua mifugo yake. Maziwa ya kwanza kabisa kutumika, kwanza anahakikisha akawapelekee wazazi wake waanze kutumia, alafu baada ya wazazi ndio familia zake. Waqala rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Bwana alilifahamu hili, alifahamu umuhimu wa wazazi wawili. Sasa siku moja ameenda katika mishughuliko yake, bahati mbaya akachelewa.
amekuja kukamua yale maziwa, anabeba yale maziwa kwenda kwa mzazi wake, kwa wazazi wake, anakuta wazazi wake wamelala. Si heshima kuwagongea wazazi wakiwa wamelala. Yule bwana kwa kuchunga heshima ya wazazi wawili, wakati amezingirwa na watoto wanalia, tunataka maziwa, tunataka maziwa, yule bwana akasema, nitasimama hapa hapa mlangoni, sitowaamsha mpaka pale watakapozinduka wazazi wangu wawili. Na nyinyi wanangu, nyinyi lieni, tupigeni kelele, usingizi utakukamateni, mtalala, lakini si thubutu kukupeni maziwa kabla sijawapa wazazi wangu wawili. Mpaka wanaamka asubuhi, wale wazazi wanamkuta mtoto wao yuko mlangoni, anaomba kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yule bwana katika lile pango akasema, ya Rabbi, kama mimi nilifanya lile swala kuchunga heshima za wazazi wangu wawili kwa sababu wewe ndio ulionielekeza nifanye hivyo, kama nilifanya hivyo kwa ajili ya kutaraji malipo kutoka kwa wewe, basi naomba tuondoshee huu mtihani uliopata humu ndani. Ile jiwe likapasuka lote, ikatokea nafasi ya wale mabwana watatu kutoka, wakatoka wakiwa salama salimini, wakaendelea na safari yao. Kilichowasaidia ni kitu gani? Ni zile amali zao, lakini walizozifanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa amali yoyote unaifanya ya kheri, wallahi usitaraji kiumbe akusifie. Usitaraji mimi nitalipwa na kiumbe, hapana. Kwanza mtangulize Mwenyezi Mungu. Ukija ukisifiwa, abla basa, hapana ubaya. Umefanya vizuri bwana. Kusifiwa imo, hakuna tatizo lolote. Lakini usitaraji mimi nafanya hiki cha kheri ili watu wanisifu. Fanya jambo la kheri ili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akuone, kwa sababu yeye ndio mlipaji kwa hilo unalolifanya. Sasa chochote unachokifanya cha kheri, kifanye kwa ajili ya ikhlas, kwa ajili ya kutaraji malipo kwa Mwenyezi Mungu. Unatoa sadaka, basi toa sadaka. Hiyo sadaka hiyo maadamu umeitoa kwa ajili ya lillah, ipo siku utatafuta mtu kukusaidia umkose. Hata yule ambaye unayetaraji huyu anaweza akanisaidia na siku zote ananisaidia, siku hiyo anaweza akakupiga kikumbo asikusaidie chochote. Mwenyezi Mungu peke yake ndio atakayesimama na wewe. Sasa fanya amali ya kheri, muie ama kusudia Allah Subhanahu wa Ta'ala akulipe. Ipo siku utapata na mtihani, utapata na shida kubwa, kitakachokusaidia ni kile ulichokifanya. Ni kurudi tu kwa Mola wako Subhanahu wa Ta'ala. Kaa chini, mtihani uliokupata, alafu sema na Mungu wako kimya kimya, ya Rabbi, mimi kama sijafanya hiki na hiki na hiki kwa sababu yako wewe, ama kama nilifanya hili na hili na hili, ya Rabbi, kwa kutaraji malipo kutoka kwako wewe, ya Rabbi, hebu nisaidie juu ya mtihani ambao unanipata. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasimama na wewe bilaili wa nahari, usiku na mchana. Hata kuacha peke yako, Mwenyezi Mungu hata kuacha kama ilivyo hajawaacha waliotangulia zama hizo zilizopita, katika wale ambao wanaomtegemea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mitihani ni moja katika maisha ya mwanadamu, na Mwenyezi Mungu ametushishisha sisi mitihani. Kikubwa ni kuwa na subira na kumtegemea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yeye ndio nasiruka fakatu, yeye ndio mwenye kukunusuru wewe peke yake, hakuna mwingine zaidi. Sasa wewe mtegemee Mwenyezi Mungu. Mitihani utakuta na mitihani, lakini wewe lia na Mola wako Subhanahu wa Ta'ala, atakusimamia, hatakuacha peke yako. Kama hatoacha alivyoacha manabii, hajawaacha waja wema waliotangulia, basi hakadha na wewe, maadamu umerudi kwake yeye, ukambembeleza yeye, ukamnyenyekea yeye, ukamtaraji yeye, hakuna mwenye kukusaidia zaidi yake yeye, basi Mwenyezi Mungu atasimama na wewe. Utatetereka, utasukusukwa, utapatwa misukosuko, lakini ipo siku, inna ma'al usri yusra, hakika pamoja na uzito kinachofuata baada ya uzito ni nini? Ni wepesi. Mwenyezi Mungu anatanguliza mitihani, alafu faraja ndio inakuja baadaye. Na siku zote mitihani unaweza ukafanywa nini, ukafanyiwa uongo, ukazuliwa uongo, siku zote haki inakuja mwishoni, lakini batili ni yenye kutangulia. Batili inatangulia mapema mno, inaweza ikaenea kama vile petroli inavyoenea, lakini haki maadamu ipo haki, basi haki inakuja kidogo kidogo, inakuja kudhihiri mwishoni kabisa, ndio watu wanajua kumbe ni hivi na hivi, kumbe ilikuwa ni hili na hili na hili, ilikuwa lakini huko nyuma imepita yaliyopita. Wa qul jaa al-haqq wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa. Mwenyezi Mungu anasema, sema Muhammad, jaa al-haqq, imefika haki, wa zahaqa al-batil, na batil ishaondoka, innal batila kana zahuqa. Batil siku zote ni yenye kutoweka tu, lakini haki ipo, ila haki inaweza ikachelewa, batil ikatangulia. Kikubwa ni wewe kumtegemea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.
Mwenyezi Mungu tujalie min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allah tabaraka wa ta'ala yaqulu wa min ayyihi yahtadun yaqul وقال عز من قائل عليم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين أجمعين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله حمدا كثيرا كما امر واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اكراما لمن جعل به وكفر واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد عباد الله اتقوا الله تعالى من سماع اللغو وفضول الخبر وانتهوا عما نهاكم الله عنه وزجر واعلموا ان الله امركم بدا فيه بنفسه وثنى بملائكته ومسبحه وقدسه وخلف بكم أيها المؤمنون من بقية جنه وإنسه فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. ربنا إنك قريب مجيب الدعوات يا قابل الحاجات يا كافي الظلمات برحمتك يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعل صيامنا صياما مقبولا ولا تجعل صيامنا صياما مردودا برحمتك يا عزيز يا غفار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم أكبر وأقيموا الصلاة.